By the way, huyu mtu bwana tuna historia kubwa sana. Huyu mtu tulishawahi kufanya hustling nje ya hayo mambo. Nje na hayo mambo ambayo anajishughulisha nayo. Baada anatuficha, hebu tuambie. Tushawahi kufanya ujinga mwingi sana kwenye miaka hiyo iliyopita. Ya tulikuwa kwenye mambo za music na nini, kwenye kujitafuta. Yes, kwa hiyo kwa miaka ile ni kweli nilikuwa natamani sana kuwa mtu maarufu, lakini ilifika wakati niliamua kuchagua upande wa kuwa mama zaidi. Yes, kuwa mama wa familia zaidi. Kwa hiyo hizo mambo za umaarufu namwachia Mr. Yes, hangaike nazo mwenyewe ya. Labda mtaani hapa wanakufahamu kwamba yule ni mke wa kigeregere. Yes, of course wananifahamu hivyo. Unajisikiaje labda kuwa na mtu maarufu? Najisikia vizuri sana. Najisikia vizuri. Pesa zinakuja? Pesa zinakuja kwa kiasi chake. Maana pesa ni pesa. Yes, siwezi sema ndogo, pesa ni pesa. Kwa hiyo tunamshukuru sana Allah kwa kidogo tunachokipata. Pia nazidi kumwombea Mr. Mwenyezi Mungu azidi kumfungulia zaidi. Toka umekuwa naye, ushawahi kuonana na marafiki zake wangapi? Na unaona kabisa aina ya marafiki alokuwa nao ni sahihi? Moja ya vipengele ambavyo vilituachanisha. Yes, katika hivyo vipengele pia walikuwepo na marafiki pia ambao walikuwa sio watu wazuri. Sio watu wazuri. Kwa hiyo wapo marafiki ambao ni wazuri na hata mimi nafahamiana nao na naelewana nao sana, lakini marafiki wabaya pia wapo. Tena naweza kusema wabaya ni wengi kuliko hata wazuri. Yes, kwa hiyo ni jambo la kumuomba Mwenyezi Mungu. Yes, atupe subira. Kwa tuseme kwa kifupi Kigeregere ni Muislamu, ni Mkristo, yani bado hapa kujapata. Kigeregere nilimkuta akiwa Mkristo. Yes, lakini ilipokuja mchakato wa kufunga ndoa, alichagua, siwezi kusema nilimbadilisha dini, hapana, kwa sababu yeye ndio mtoto wa kiume, ndio kiongozi wa familia. Kwa hiyo alichagua kwamba abadilishe dini, awe Muislamu ili tuweze kufunga ndoa, na nilimshukuru sana mume wangu kwa hilo. Kwa hiyo sasa hivi anafahamika kama Anwari. Yes, baada ya kusilimu. Iko sawa Kigeregere? Sahihi. Na mimi niseme sikubadilisha dini kwa sababu issue ilikuwa hivi. Unajua mimi wakati nakuwa siri ya mtoto anaijua mama. Sijui unaelewa hapo? Sasa wakati nimekuwa nimeshajitambua ndio nikaja kugundua kwamba damu yangu ni ya upande wa Uislamu, ila damu ya iliyonilea ni ya upande wa Kikristo. Kwa hiyo nikaona niifuate damu yangu. Ndio kilichopelekea mpaka leo nikaitwa Anwar. Na hata wenyewe walishangaa nilivyoniambia, niuliza kwa hiyo jina, nikamwambia Anwar. Anwar, mbona umechagua jina ambalo hatukutegemea? Nikamwambia ndio hivyo, Anwar. Kamera na mtazamaji wa Sullivan TV pamoja na Dijuma TV, ni exclusive interview ambayo tunaifanya hapa. Tuko maeneo ya Mlandizi hapa, maeneo ambapo anaishi Kigeregere Yanga. Ni shabiki na mwanachama maarufu wa klabu ya Yanga. Sio maarufu tu, ni mshabiki nguli wa klabu ya Yanga. Na hapa tunazungumza na shemeji yetu ambaye ni mke wake halali wa bana Anwar. Ulikuwa unajua Anwar ni Muislamu? Anwar ni ustaz, na Anwar hatumii pombe, hatumii sigara wala kilevi cha aina yoyote. Tunaendelea kuzungumza na shemeji hapa, anafunguka mambo mengi. Shemeji, umezungumza mambo mengi sana na ni ya muhimu. Je, labda kwa kumalizia, ni kitu gani ambacho umejifunza tangu umekuwa na Anwar, kwamba aina ya maisha ambayo umejifunza kwamba Anwar kapitia mambo mengi? Ni funzo gani ambayo umelichukua kwa vijana wa sasa ambao ni maarufu au wanatamani kuwa maarufu na wana familia zao? Kikubwa ni kubalance. Yes, unakuwa unaweka vitu unapangilia vitu vyako kwa mipaka. Unajua kwamba hii ni time ya familia, hii ni time ya kazi. Nikiwa nyumbani natakiwa kuwaje, nikiwa kwenye harakati zangu za kazi natakiwa kuwaje. Kuwapangilia pia wana familia wako kwamba familia yangu bwana, mimi nikiwa kule hivi na hivi. Yani hakikisha mnaelewana
Yes, ili saikolojia ya kila mmoja wenu iwe sawa, hapo mtaweza kuishi na kila kitu kitakuwa sawa. Toka mmerudiana sasa, mambo kwa sasa yako vizuri? Yes, mambo kwa sasa yako vizuri. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Yes. Mtoto anasoma na hivyo, yani tunashukuru Mungu. Ukiachana sasa na mambo ya ushabiki wa klabu ya Yanga, Bwana Anwali ana issue gani nyingine ambayo anafanya kwa sasa, au bado ameelekeza nguvu yake kubwa kwenye upande wa Yanga? Kwa sasa hivi ameelekeza nguvu yake kubwa kwenye upande wa ushabiki huko, kwenye mambo yao huko. Yes. Sijajua ni kwenye nyanja gani hasa na ambazo yani mimi sivielewi vizuri, lakini kwa kifupi apate ushabiki bado hana issue nyingine bado. Yeah. Kitu gani kikubwa ambacho wewe unapenda kumshauri sana, hata kama yupo kwenye ushabiki, lakini unamwambia simamia kitu fulani kitatutoa katika maisha yetu? Kama familia tunazo plani, yes, za kifamilia ambazo kwa namna moja ama nyingine niseme tumeanza kuzifanyia michakato. Kwa sababu yeye akiwa kwenye mazingira yake ya kazi yake, ana uwezo pia wa mimi kuniandalia mambo kadha wa kadha ili tuweze kwa pamoja kuunganisha nguvu zetu, familia iendelee. Yeah. Sawa. Mna mpango pengine wa kufungua biashara kwa sababu mume wako ni maarufu? Yeah, of course. Na hata mimi pia navyo vitu vyangu ambavyo vimekuwa vikiniendeshea maisha hata nilipokuwa nimeachana naye. Yeah. Mimi nikushukuru sana shemeji, labda kama una kingine ambacho unatamani kukizungumza. Kwa kweli niseme sina. Sina. Yeah. Neno la kumwasa sasa kigeregere Yanga kwamba yale yaliyopita tusameane, lakini tunaanzia hapa. Ni kweli vingi tumeshavizungumza kama familia. Yapo ambayo tunaweza tukayaongea public, na mengine pia ni ya kwetu wawili kama sisi, lakini kwa kifupi tumeamua kufungua ukurasa mpya. Yeye ameona alikopitia, ameona utofauti wa njia alizopita na mimi kama mkewe, kwa hiyo kuna vitu amejifunza na mimi pia kuna vitu nilivyojifunza nilipokuwa mbali na yeye. Yes, kwa hiyo Mwenyezi Mungu saa nyingine anawapa mtihani ili aweze kuwaimarisha zaidi. Yeah. Labda pengine kigeregere Yanga mtu akimhitaji, labda na shida ya matangazo, ana shida ya kufanyiwa promo na biashara yake. Wewe kama mwanamke una play part gani kumshauri kigeregere upande wa matangazo? Au yeye anajiamlia tu kufanya na maisha yanaendelea? Program gani ambayo umemwekea kigeregere Yanga, kwa sababu tumezoea watu wengi kuona mke anakuwa ndo manager, anaimanage kwa kila kitu. Je, kwa upande wako wewe kigeregere kakupa nafasi hiyo? To be honest, mimi siingilii masuala yake ya kikazi. Yeah. Yeye mwenyewe anajua jinsi anavyoendesha kazi zake. Yes. Neno moja labda sasa kwa mume wako unamwambia nini? Mimi nimwambie tu nampenda sana mume wangu sana, na yeye pia analijua hilo. Yes. Basi mimi nikushukuru sana mtazamaji wa Sullivan TV pamoja na Djuma TV. Ilikuwa ni exclusive interview ambayo tumeifanya hapa Mlandizi, maeneo ya Mlandizi Center. Tunaweza tukasema mnadani hapa anapoishi shabiki maarufu na mwanachama wa klabu ya Yanga, Anwali almaarufu kigeregere Yanga. Tumezungumza mambo mengi, lakini tumezungumza na mke wake hapa. Ameweza kutufafanulia zile sintofahamu ambazo watu wengi walikuwa nazo, pengine kigeregere Yanga wameachana na mke wake kwa sababu ya mambo ya Yanga, kwa sababu ya wanawake, si kwa sababu ya vitu vingi, lakini mke wake kaongea kwa kinywa chake vitu ambavyo vilisababisha pengine washindwe kuelewana, na amekiri kwa kusema anampenda mume wake, lakini na amemsamehe, amefungua ukurasa mpya. Anwali, yes. Kwanza mimi nikupongeze sana na tunashukuru sana kwa kutupa nafasi hii kuja kufanya interview na wewe na kuturuhusu kuzungumza na shemeji. Wito wako sasa labda kwa watu maarufu wengine ambao wana familia au wanatarajia kuoa, unawaambia nini? Mimi wito wangu kwa watu ambao wanahitaji kuoa au kuolewa au wenye familia pia, wale ambao wanahitaji kuoa, hususan ambao hawajaingia katika jukumu ya ndoa, niwaambie kwamba
unapochukua maamuzi ya kuwa familia, inatakiwa masikio yako uyazibe, macho yako yaone kama hayaoni. Yaani macho yako yaone kama yaoni, masikio yasikie kama yasikii. Nikiwa namaanisha zuri ulione, baya usilione. Zuri ulisikie, baya usilisikie. Kwa sababu pia ni kumuomba Mungu, namshirikisha Mwenyezi Mungu kutuongoza katika watu wanaotuzunguka. Unajua watu wanaokuzunguka siku zote, naambiwa moyo wa mtu ni kichaka. So huwezi kujua mwingine anakuchekea kumbe anakuwa na ile kinkolo kwinyu kale, jinsi mnavyoishi wewe na labda mwenza wako, ndio kama haya uliosikia yametokea. Lakini uzuri kama mmesimamia wote mnamtegemea Mwenyezi Mungu, siku zote ubaya huwa haudumu. Unaona, hauwezi kudumu kwenye nguvu ya imani ya kumtegemea Mwenyezi Mungu. Basi mimi nikushukuru sana Kigeregere. Asante sana. Lakini tuna ujio wetu wa TV katika mkoa wa Pwani, Sullivan TV ambayo iko hapa Pwani. Ukiwa kama mkazi wa Pwani, lakini ukiwa kama mtu maarufu na mtu wa michezo, unaona kabisa Sullivan TV inaenda kuleta chachu gani katika mkoa wa Pwani? Kwanza niwapongeze sana Sullivan TV kwa sababu unajua katika mkoa wa Pwani media nyingi kuna media ambazo zinakuwa ziko katika mkoa wa Pwani, lakini zinaripoti sana matukio ya mjini ya Dar es Salaam, unaona. Lakini wanasahau kwamba mkoa wa Pwani una matukio mengi sana ambayo yanahitajika kuripotiwa katika jamii, unaona. Kwa mfano sasa hivi tuna tukio hilo la Mwenge, uzinduzi wa mbio za Mwenge. Hasa kama isingekuwa Sullivan TV, unafikiri tungejua vipi? Mpaka kila siku kweli, mpaka labda vyombo vya habari vya kitaifa ndio vielezee tukio la sijui mkoa fulani. Lakini Sullivan TV wamekuwa ni TV ambao ya mfano, tena mfano wa kuigwa, unaona. Kwa hiki walichoamua kujiwekeza katika kukusanya taarifa, kuhabarisha umma taarifa zina mambo yanayojiri katika mkoa wa Pwani. Kwa kweli sisi wenyewe tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sisi kama wana Pwani tunawaombea sana Sullivan TV wasivunjike moyo, waendelee kutuhabarisha, kutuelimisha na kutuburudisha pia. Nikushukuru sana. Tupigie tu hapo Kigeregere chako tena. Si kwa ajili ya Mwenge, ongea anaitwa annual plan. Sasa maarufu Kigeregere yangu. Hii ya Mwenge si nikaipigia hata nchi. Basi twende tuangalie na nini.